Mashabiki wa Simba wameendelea kuhoji namna gani ambavyo Simba inaweza kumbakisha Selemani Matola, na endapo timu itaendelea kufanya vizuri ni nani ambaye watamlaumu, kwa sababu inaonekana wazi kabisa kwamba kuna wakati makocha wanafukuzwa kuna watu ambao wanabaki, na ni watu ambao ni muhimu sana, na ni watu ambao pengine katika vuguvugu la kuharibu timu na wao pia wamo. Kwa hiyo ni namna tu ambavyo viongozi wamejiziba pamba masikioni. So Selemani anashuka na kikosi dimbani leo hii kuweza kumenyana na Mbeya City, timu ambayo imekuwa na historia kubwa sana na inapokutana na Simba. Kwa hiyo kuna lolote linaweza kutokea, na of course wengi wameomba tu Simba ipate ushindi, lakini endapo itakuwa ni vinginevyo basi heka zitakuwa ni nyingi, kwa sababu timu iko katika hali ya sintofahamu kubwa sana miongoni mwa mashabiki pamoja na viongozi. Ikumbukwe tu juzi kati hapo kulifanyika mkutano mkuu wa Simba, na kilichotokea basi pia nacho ni sintofahamu kutokana na mwenyekiti Murtaza Mangungu kuweza kutoa kauli ambazo hazikuwa professional na zilikuwa na ukakasi na zilikuwa zimekaa kisiasa zaidi, na huenda pia alikuwa akikwepa baadhi ya maswali yenye hoja ya kuhusiana na klabu ya Simba, na ilhali pia viongozi wengine ambao walihudhuria kwenye mkutano ule wakiwa wamekaa kimya na hawakumwambia chochote, na hali hiyo ikatengeneza picha kwamba jamaa inawezekana ni mkubwa zaidi kuliko Simba na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo amekuwa na confidence kubwa, na hata lawama ambazo amekuwa akishushiwa, amekuwa akijinasibu kwa maneno ya kashfa na fedheha kwa mashabiki ambao wamekuwa akimlaumu kwamba timu inafanya vibaya na anatakiwa kujiuzulu na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia inaonekana ana mpango wa kugombea tena kwenye kiti cha wenyekiti wa Simba katika uchaguzi ujao. Wewe una maoni gani juu ya mwenendo wa klabu ya Simba? Unaiona Simba ikifika sehemu gani? Tafadhali subscribe. Bye bye.